Itakuwa ni hukumu ya haki, itakuwa ni siku ya kuhukumiwa kwa haki. Na kwa nini amefanya hivyo? Kwa sababu ameshawaonyesha wa ulimwengu wote uthabiti wa mambo ya kwamba Yesu alitoka juu na Yesu amerudi juu pale alipofufuliwa katika wafu, pale alipofufuka katika wafu. Ile ilikuwa inatangaza ya kwamba yeye ametoka juu na anarudi juu, mauti haijamweza tena. Mungu alifanya vile ili watu wajue ya kwamba Yesu ni wa haki, Yesu ni mali yake, Yesu alitoka juu na anarudi juu. Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu mwenyewe, Yesu alitoka kwa Mungu mwenyewe. Sikia nikwambie, hizi ni habari za ulimwengu ambao utakuja kuhukumiwa siku moja, na uthabiti wa mambo umefanyika ni Yesu kufufuliwa. Hutaweza kukataa ya kwamba Yesu sijamsikia. Umesikia habari hizi? Heri wanaoamini pasipo kuona, heri wanaoamini pasipo kuona, alisema Yesu. Wewe unatakiwa kusadiki bila kuona, bila kuona kuna kakitu, unatakiwa kusadiki. Heri uamini ya kwamba Yesu yupo kuliko ukakataa na siku ile ukaenda ukamkuta na ndiye atakuwa amekaa kwenye kiti cha hukumu. Sipati picha, utakimbilia wapi? Utajiteteaje pale mbele yale mauongo yako? Utajiteteaje? Ni heri ufanye maamuzi leo ya kutubu, ni heri ufanye maamuzi leo ya kumrudia Mungu wako. Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye rehema, yeye anawasamehe watu wote. Sikia nikwambie, kuna watu wanafikiri siku ile watasimama na vyeo vyao, lakini nataka nikwambie utasimama wewe kama wewe, wala cheo chako hakitakuwa na nafasi pale. Ngawa utahukumiwa kwa yote uliyoyafanya hata kwenye hicho cheo chako. Kuna watu wanafikiri kule heshima wanazopewa na washirika wao, na kule pia wakifika wataanza kuheshimiwa, wakati ni watenda dhambi. Matendo yako yanakuamulia leo uende wapi. Wakati Paulo anaongea habari hizi, ilionekana kwamba kuna aina tatu za wasikilizaji. Kulikuwa na wasikilizaji waliokuwa wanaidhihaki Injili, kulikuwa na wasikilizaji waliokuwa wanachelewa kuamini Injili, kulikuwa na wasikilizaji ambao wanaamini Injili na kuifuata. Kwa hiyo kulikuwa na makundi matatu. Kuna wasikilizaji waliokuwa wanadhihaki ile Injili, lakini pia kuna wasikilizaji ambao walikuwa wanaelewa ile Injili, wanaiamini na wanaifuata, na kulikuwa na wasikilizaji ambao wanachelewa kuamini. Wewe uko kwenye kundi gani? Napoongea na wewe majira haya, upo kwenye kundi gani? Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya tatu mstari wa 16, anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, na kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Sikia, hayo mavisaidizi unayoyatumia ni kwa sababu hujaliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Yesu amekuja ili watu wamwamini Yesu wapate msamaha wa dhambi, wapate msamaha wa dhambi. Unapomkataa Yesu, manake umechagua hukumu, unatembea chini ya hukumu. Unapochagua maji ya upako, unapochagua keki ya upako, unapochagua maudongo, unapochagua machumvi hayo, unapochagua hayo mafuta yamewekewa majina anointing water, yamewekewa majina anointing oil, hayo majina manake umelitoa jina la Yesu, wameweka majina ya kwao. Sikia nikwambie, Biblia inatambua jina la Yesu ndio ambalo mwanadamu aokolewe katika yeye. Nani? Yesu Kristo. Mwanadamu afunguliwe kupitia jina la Yesu, mwanadamu apate mpenyo kupitia jina la Yesu, mwanadamu aione nuru kupitia jina la Yesu. Fanya maamuzi leo ya kumwamini Yesu, usiwe katika kundi la wanaochelewa kuamini. Fanya maamuzi leo ya kumwamini Yesu, usiwe katika kundi la wanaodhihaki Injili. Hata saa hizi kuna wengine wanasikiliza hapo, inawezekana wameokoka lakini wanadhihaki Injili. Nataka nikwambie hii ngoma inakwenda kwa nguvu za Mungu mwenyewe. Nataka nikwambie hii imesimamiwa na Bwana mwenyewe. Na hapa tupo sana, hapa tupo sana. Hapa kuna wageni watakuja.
ambao ni wa imani ya Kipentekoste. Hapa wataendelea kuja kuhubiri Injili. Sikia nikwambie, hapa tupo sana. Hii ni habari njema ya ufalme wa mbinguni. Yesu amekuja ili ulimwengu upate kuokolewa. Umwamini Yesu upate kuokolewa. Hakuna mwingine alitoa uhai wake kwa ajili ya watu, ila Yesu pekee alitoa uhai wake kwa ajili ya watu. Hii ni habari njema ya ufalme wa mbinguni. Iko tumaini kupitia jina la Yesu. Tunapolitaja jina la Yesu tunaona mambo yanatokea. Kwa nini unamkataa Yesu? Ni kwa nini unachelewa kumwamini Yesu? Ni kwa nini unadhihaki injili ya Yesu? Achana na habari ya kudhihaki injili ya Yesu. Nimeona watu mahali fulani injili ilikuwa inahubiriwa, wakaanza kufanya dhihaka, wanakuja na mapikipiki yao, wanaanza kupiga pale mahoni kwenye mkutano. Mungu anajitegemea katika mambo yake. Wakati anatoka anaingia highway, alipitiwa na gari, utumbo ukaenda nje, mauti kampitia pale pale. Achana na habari ya kudhihaki injili. Mahali fulani nilikuwa nahubiri mkoa wa Pwani, wakati nahubiri injili pale, mimi nimetoka chuoni, nimeachana na habari za masomo kule chuoni, nilikuwa nimeenda kupiga injili ya wiki moja. Sikia nikwambie, mtu mmoja akaanza kujipitisha pale kwenye mkutano, akawa anatudhihaki. Nguvu ya Mungu ilimkamata, alipigwa fataki. Sidhani kama alikuwa na hali tena, hali yake ilikuwa ni mbaya. Siku ile tulikemea mapepo ya kutosha. Achana na habari za kudhihaki injili. Mwamini Yesu aliye hai, yeye atakusamehe, yeye atakusamehe, yeye atakupokea. Usidhihaki injili. Injili ni habari njema ya wokovu itokayo juu kwa Baba. Usidhihaki injili. Mwamini Yesu, yeye atakusamehe, yeye atakupokea, yeye atakufanya kuwa mwana wa Mungu, atakutakasa kwa damu yake. Yeye ni mwenye huruma, yeye ni mwenye msamaha. Wewe upo katika kundi gani? Je, upo katika kundi la wanaochelewa kuamini? Je, upo katika kundi la wanaodhihaki injili? Je, upo katika kundi la wanaoamini injili na kuifuata? Na kukaribisha sana uwe katika kundi la wanaoamini injili na kuifuata. Naitwa mwinjilisti Tadei Sanga na kukaribisha sasa. Najua kwamba umesikia habari hizi na moyoni mwako unatamani kabisa umwamini Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na nafasi hii sasa uitumie vizuri, usiache nafasi hii kapita hivi hivi. Kubali kumwamini Yesu. Kwa naongea na mtu mmoja akapuuzia, kumbe mauti imeshamfika. Basi mimi nimekuwa nimefikisha habari njema, yeye akapuuzia, kumbe mauti imeshamfika. Tumeachana ndani ya muda mfupi na mauti ikawa imempitia. Sina maana ya kwamba wewe utapitiwa na mauti, lakini mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Naomba ingia ndani mwangu, weke makao, unitawale. Jina langu liandike kwenye kitabu chako cha uzima. Katika jina la Yesu. Baba, ninaomba pokea moyo wangu, utawale kabisa, uniongoze katika njia za haki, nikupendeze wewe tangu sasa, katika jina la Yesu. Amen. Baba, nakushukuru, asante kwa ajili ya ndugu huyu ambaye ameliamini jina lako. Na mkabidhi kwako, na muunganisha na madhabahu ya mbinguni. Naomba umpokee Bwana, naomba umsamehe, naomba umrehemu katika jina la Yesu. Neema yako Bwana iwe juu yake kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.